Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wangu. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Naitwa Emmanuel Zakayo. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini ni mhubiri pia wa neno la Mungu. Napatikana hapa katika jiji la Arusha. Leo nimebahatika kutembelea katika studio za Sound of Praise hapa jijini Arusha. Ni studio inayojishughulisha na mambo mengi ya usio sifa na muziki au sifa na kuabudu. Leo nimepata neema ya kutembelea hapa na kuna mambo mengi tutazungumza kama watumishi wa Mungu au kama watu wa kumsifu Mungu. Nikukaribishe mtazamaji wangu popote pale ulipo, hapa Tanzania na nje ya nchi. Yapo mambo mengi tutashare kama watu wa kumsifu Mungu. Mungu akubariki sana na karibu. Ninashukuru unapozidi kunitazama. Mungu akubariki sana. Leo niko hapa nizungumzie mambo machache kwa habari ya kumsifu Mungu. Unajua, Mungu anaposifiwa ndio chakula chake. Unapomsifu Mungu ndio chakula chake. Ndio maana anasema hivi katika neno la Mungu, anasema Mungu anashuka katikati ya sifa. Sijawahi kusikia mahali pengine pakizungumza habari ya Mungu kushuka zaidi ya kwenye sifa. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Anasema Mungu hushuka katikati ya sifa watu wanapomsifu. Sasa basi ni kushauri hivi, wewe mwana praise, mchungaji wa kanisa la mahali pamoja, hiki ndicho kipindi ambacho unafaa ukipe nafasi kwa muda. Yaani kama kuna vitu vya kuvipa muda na kuvipa ubora sana ni katika kusifu. Kwa sababu tumekuwa tukiona watu wakichukulia ishu ya sifa kama kitu cha kawaida. Lakini ungejua kwamba sifa ni chakula cha Mungu, ungekipa muda mrefu na kukipa pia ubora. Unajua kuna wale watu wanasema imba katika roho, lakini roho haiwezi kufanya vizuri bila kushirikiana na mwili. Kwa hiyo ni kushauri, kama kuna kitu yafaa ukifanye kwa ubora, ni pamoja na saa ya sifa. Hakikisha watu wana deep kwenye ule wasaa wa kumwimbia Mungu, kwa sababu mtu anapoimba kwa ubora na kwa uzuri, ndipo Mungu anavyojisikia vizuri kwamba hapa ndipo anapopewa chakula. Na pia zipo nyimbo za kuimba kama mwimbaji. Unajua kuna nyimbo za kwenye sifa, kuna nyimbo za matangazo, kuna nyimbo za kutiana moyo, lakini kuna zile nyimbo sasa ndo tunamtaja Yesu kwenye huo wakati. Unaweza ukasema kivipi? Kwa mfano, zipo nyimbo kama Baba pokea sifa, hizo tayari ni za kwake. Kuna nyimbo zingine ambazo ni matangazo. Kwa hiyo kama kuna kipindi cha kukipa nafasi kanisani kwako, kwenye mkutano wako, kwenye eneo lolote ambalo linahusiana na ibada, ni wakati wa sifa. Kwa nini? Ndicho chakula cha Mungu. Lakini ni washauri pia tufanye kwa ubora. Useme tu tuna dakika moja ya kumsifu Mungu. Hata pamoja na dakika 5 za kumsifu Mungu. Lakini je, tunafanya kwa ubora? Tumekuwa tukiona watu wakiipa nafasi muda wa maombi, muda wa neno, muda wa matangazo, umakini unapatikana hapo. Lakini kwenye ishu ya kumsifu Mungu, nasikia mtu anasema, hebu tusifu haraka haraka alafu tuende kwenye neno la Mungu. No. Ni kama wewe mtu akuandalie chakula, alafu anasema, kuleni haraka haraka tutoe vyombo. Hapana. Chakula tu cha kimwili cha kawaida tunachokula, kimawazo lazima ukipe nafasi. Utasikia mtu anasema tunawe mikono, mtu anasema karibuni mezani. Ndio maana kwa mtu hata kama kukoje, lakini utakuta sehemu ya kulia chakula wanaita dining. Sasa hata kwenye ishu ya kumsifu Mungu, yafaa Mungu apewe nafasi kubwa kwenye sifa, kwa sababu ndipo mahali pekee pa Mungu anaposhukaga. Kwa hiyo leo katika hii studio ya Sound of Praise, napenda leo nizungumze kwamba sifa ni chakula cha Mungu. Na kama ni chakula cha Mungu, basi mtazamaji wangu, tukipe nafasi popote pale tulipo. Tusilipue. Usilipue. Nasema tusifu haraka haraka, kuna mambo mengi. Katika mambo mengi hayo, sifa ni mojawapo ya kumpa Mungu, tena kwa nafasi kubwa. Na ndio maana kama kanisa lako limebahatika kuwa na muziki, sound ile iliyokamilika, utasikia mtu anasema ngoja tujiandae. Hata usiharakishe wale wapiga vyombo, kwa sababu unaposema tu imbeni maana muda umeenda, kuna vitu lazima wavituni. Wanaita sijui ni kutuni ni Kiingereza sijui Kiswahili, lakini kuna vitu wanaviandaa.
utasikia tu usiseme sasa imbeni muda unaenda. No. Kama kanisani kwako kuna saundi ya kutosha, wape nafasi, wape wapigaji wajiandae, wape wakae sawa. Kwa nini? Kwa sababu katika maandalizi mazuri ndipo kunapotokea chakula kizuri. Uwezi kupika chakula chenye viungo vingi kama unapika ugali wa mchicha tu, biashara imeisha. Sifa, Mungu anapenda tunapomsifu. Kwa mtazamaji wangu, mchungaji unanitazama, praise and worship unanitazama, usife moyo. Kama kuna vitu vya kufanya kwa ubora, ni pamoja na hivyo. Leo nimekuja nizungumze hivyo katika studio yetu ambayo Mungu ametubariki hapa Arusha, kwamba mpe Mungu nafasi kwenye sifa na nyimbo pia unazoziimba. Na wewe unayeimbisha, sasa ngoja niongee na wewe. Wewe unayeimbisha, nizungumze na wewe jambo moja. Jua kwamba katika kuimba kuna roho na kuna akili. Vyote vitumike. Kwa nini? Kuna mtu akitumia roho anazama alafu anatuacha njia panda. Sasa anaanza kunena mwenyewe, baba pokea sifa, rika papa riki. Amesahau kwamba yeye ni driver, kuna watu wanatakiwa waendeshe. Kwa hiyo ukitumia roho na akili, sikiliza, ukitumia roho na akili utajua hawa watu sasa hivi wamezubaa. Ngoja niwachangamshe hivi. Sasa hivi hawa watu kuna namna wamehamisha network, haziko na mimi. Sasa kuna muda tu nawaambia watu, inua mikono juu, piga makofi, shangilia Yesu, piga vigelegele. Kwa nini? Unapofanya vile, kuna watu tayari unawarudisha kwenye kundi pamoja na wewe. Lakini ukitumia kitu kimoja, akili sasa ndio inakuambia huyu mtu atakuwa umrudishe hivi, huyu atakuwa ufanye hivi. Hiyo ndo akili. Tukienda sasa katika roho, hapo ndio unakuwa unafanya vitu vimekaa vizuri, kwa sababu umewachanganya watu. Lakini pia praise, wale wanaitikia, wanaita backup. Wale wanaitikia lazima tuhakikishe kila mtu yuko kwenye sauti yake. Kama ni wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, hakikisha wote wamekaa kwenye level nzuri, ili tusisikie huyu kapanda, huyu kashuka, huyu kakolo, huyu yuko hivi. Tutakuta hata wale wanayetutazama, unajua kwamba katikati ya wale tunayewaimbia wako wanayejua kuimba. Sikiliza, ngoja niongelee hii. Usifanye kama wewe ndio unayejua kuliko wote. Akati tu unaimba pale, kuna mtu mwingine anajua, sema tu basi ametulia. Unapoharibu unampoteza. Alafu pia kuna heji zingine. Kuna heji. Unajua watu wazima wanahitaji pia waone watu wazima wenzao wakifanya kitu mbele yao. Usiseme tu Mungu anatumia watu wadogo wakubwa. Pamoja na hayo, mbona Yesu alisubiri kwanza akue ndio aanze kazi? Kwa hiyo kuna vitu vingine unapowafanyisha watu wakubwa, watu wazima, na maanisha watu wa umri mkubwa, hakikisha pia unawapatia watu wao. Kwa hiyo hilo tu, kwamba tujue sifa ni chakula cha Mungu, tufanye kwa ubora. Niwatie moyo, hata kama kuna namna kanisa lako halina vyombo vyote, hivyo. Labda nikupe ushuhuda. Mimi nimekulia makanisa ya vijijini. Kuna kitu inaitwa ile ya kugonga hivi ngoma ile. Kuruku. Mimi mwenyewe nilishaipigaga ile. Unaipiga, lakini kuna namna Roho Mtakatifu anashuka, kwa sababu kimefanyika kwa roho na kwa akili. Kwa hiyo pia ujue sifa ni chakula cha Mungu. Hilo ndo nimesema nilizungumzia leo hapa studio za Praise. Hivyo mimi ni Masai, lakini ni sound of praise hapa jijini Arusha, pamoja na alioko nyuma ya kamera. Lakini niseme tu Mungu awabariki sana, kwamba tumetambua kwenye hilo. Tufanye kwa roho na kwa akili, tutafanya kitu kizuri. Lakini la mwisho kabisa, wewe mchungaji wa kanisa, fanya hiyo ibada iwe ya muhimu sana, usiilipue, kwa sababu mchungaji ndio kiongozi wa kanisa. Anaweza akaamua tuimbe nusu saa, anaweza akaamua tuimbe dakika 10, anaweza akaamua tuimbe dakika 5. Lakini pamoja na dakika zote utakazopewa wewe kiongozi wa ibada, au wewe kiongozi wa sifa na kuabudu, fanya kwa ubora. Lakini tusisahau maombi. Maombi ndio mafuta ya kila kitu. Kama vile gari inavyotembea, haiwezi kutembea bila maombi. Kwa hiyo tunapoomba, ombea pia hilo jukumu. Lakini ombea pia Mungu akupe kibali. Kesho ukutane na watu ambao tayari una kibali kwao. Hilo tu, na Mungu awabariki sana. Tunane wakati mwingine. Unaweza pia ukatuachia komenti yako hapo chini, kwa sababu na sisi tungetamani tusikie wewe unasemaje kama mtazamaji wetu. Acha komenti yako hapo chini. Sema lolote ambalo labda unaona unaweza ukaliongezea.
na Mungu atakubariki. Lakini kama una ushauri pia endelea kutushauri. Sisi kama wa studioni hapa tutayafanyia kazi, na tutazidi pia, ukisema pia ya kuzungumzia tutayafanyia kazi ili afike duniani. Mungu abariki sana. Langu jina lile Emmanuel Zakayo, na Mungu abariki. Karibu Sound of Prayer hapa jijini Arusha. Barikiwa.